na kuweza kuangalia wajibu wetu kama wabunge na jambo gani ambalo linalotuweka katika bunge letu hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge sote tulipoingia katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulikabidhiwa vitabu hivi vitatu. Tulikabidhiwa kanuni ya bunge ambayo ndiyo inayosimamia shughuli zetu za kibunge. Jambo la pili, tukakabidhiwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndiyo msingi wa kuweza kufanya shughuli zetu za serikali pamoja na sisi kama ni mihimili yetu mikuu. Lakini wakati huo tukaletewa katiba ya Zanzibar. Inawezekana labda pengine sisi wabunge tunashindwa kujielimisha na kujifundisha au kuangalia hizi katiba zetu zinavyotuelekeza na kuweza kutuelekeza vipi ambavyo sisi wabunge tunavyotakiwa tuende. Wakati mwingine mimi huwa kuna kuja na hoja ndani ya bunge. Wakati mwingine husema kwamba ni hoja za kibaguzi, lakini mimi nitasema kwamba si hoja za kibaguzi. Inawezekana mantiki ya zile hoja hazijulikani. Mimi ningeliwaomba waheshimiwa wabunge waende wakaangalie sura ya 4 katika sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumza kitu gani. Lakini wakati huo wakaangalia katiba ya Zanzibar katika sura ya kwanza kipengele cha kwanza hadi cha 5A cha kwanza 1, 2, 3 inazungumzia kitu gani. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati mwingine zinapokuja hizi hoja za kusema kwamba kuna kitu cha ubaguzi, wakati mwingine huwa anajiuliza ubaguzi kwa upande wa Zanzibar na Tanzania maana yake unasababishwa na kitu gani? Lakini mimi naona kwamba wakati mwingine hizi mitandao ya kijamii huwa inatugombanisha, na kwa sababu wakati mwingine zile hoja za mitandao ya kijamii maana yake huwa inakamatwa pale mwishoni, chanzo cha taarifa huwa hakiangaliwi. Kwa mwingine hivi karibuni zimetokea hoja nyingi kwa upande wa Zanzibar, lakini Zanzibar kupitia baraza lao la wawakilishi wanayo haki ya kujadili masuala yanayowahusu wao. Na wakati mwingine zile hoja zinavyokuja kwa upande wa baraza la wawakilishi, Mheshimiwa Haji, hoja mbele yetu ni budget. Kwa hiyo naomba nakuja huko Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakuja huko. Endelea, hoja mbele yetu ni budget. Sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nazungumzia swala la budget kwa sababu wakati mwingine hata hizi hoja ambazo tunazungumzia kwenye budget, wakati mwingine watu wanaruka katika hizi hoja za kibudget wanaingia katika masuala mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vyema maana yake tukasimamia misingi ya kanuni zetu. Ni vyema tukasimamia misingi ya katiba zetu. Vinginevyo vyovyote vile maana yake kitakachozungumzwa maana yake utaonekana kama labda pengine unatoka kwenye hoja. Ni vyema maana yake tukajielekeza kama unavyozungumza wewe Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba tukajielekeza zaidi kwenye zile hoja ambazo ziko katika meza. Kitu muhimu ninachozungumza wazi kwamba wakati ambapo ilipozungumza ile hoja ambayo kaizungumzia Mheshimiwa Msukuma kuzungumzia swala la vifaranga ni udhibiti wa rasilimali za serikali. Yule kule alikuwa anazungumzia swala la udhibiti wa rasilimali za serikali, na rasilimali za serikali zisipoweza kusimamiwa hata katika bajeti yetu hii atakuja kutokezea mbunge yoyote atakuja kutoa ukali wa namna kama ule. Wakati mwingine tuweze kuwafahamu hawa wachangiaji au tuweze kuwafahamu wenzetu wanapoelekeza michango yao wanakusudia mantiki gani. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niunge mkono hoja bajeti yetu ya serikali hii kwa kiasi kikubwa sana. Asante sana. Asante sana. Nilikwisha muita Mheshimiwa Mwikwabe Waitara. Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashid ajiandae, atafuata. Mheshimiwa Rutengano George Mwaruba ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kupata nafasi ya kuchangia bajeti kuu ya serikali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mara zote huwa anasema si hoja kuna wasiwasi na mipango ya serikali. Tumepanga sana, tumeandika sana, tumejaza vitabu, tuna maprofesa, madaktari na wasomi waliobobea mpaka CPA kwenye mambo ya uchumi. Shida yetu baada ya kupanga tunapoenda kutekeleza hali ikoje? Hapo ndipo Mheshimiwa Mwenyekiti kuna changamoto. Na kwa kwanza niseme tu kwamba
Hii SISPA ambaye anahusika na mambo ya stamp hizi, nimeona kuna mapendekezo kwenye kamati, lakini wanaonyesha kwamba wana uzoefu, wanaweza kupunguza gharama za stamp kama inavyodaiwa kwenye ripoti ya kamati, wanaweza kujenga kiwanda hapa na watu wakapata ajira, na hatujadhihirisha kama TCRA wanaweza kufanya kazi hii. Hawa ni watu ambao watapewa muda wa kutosha, wapewe mkataba, wapewe maelekezo na masharti, wafanye kazi, wakati huo TRA inajipanga kutransfer knowledge na teknolojia ili wakiondoka tubaki wa Tanzania kufanya kazi hii. Jambo la pili, tumeomba mara kadhaa Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Tarime vijijini, tupo karibu na mpaka wa wenzetu wa Kenya, eneo la Mwema Nyamuhonda, tupate forodha ndogo ili watoto wafanye biashara, walipe kodi kwa serikali, tupate fedha. Eneo pale la Bikonge tupate forodha ndogo, na Mheshimiwa Waziri wa Fedha, sasa Waziri Mkuu alienda akatembelea, fedha zinapotea pale, wenzetu wa Kenya wanataka zile hela, sisi tunakosa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Rais, alifanya ziara Russia na akapata ugeni kutoka Singapore. Tunajua Sweden, Norway, Japan, France ni marafiki zetu. Korea na China, hawa ni watu ambao wameendelea sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningetamani tukiwatembelea au wakija kwetu tujifunze kwa nini wenzetu wamefanikiwa. Singapore, wakati tunapata uhuru, tulikuwa tunafanana na pato letu la taifa. Kwa sasa tunapozungumza, wapo zaidi ya mara 5 ya uchumi wetu, na wamefanya mambo machache tu sana. Wana bunge kama hili, wana serikali, wana mahakama, lakini wao waliamua kwamba kama unapata nafasi uangalie shule, elimu yao, uangalie uwezo, waachane na mambo upendeleo na undugu, na wakati wa watu kulingana na uwezo wa kufanya kazi katika maeneo hayo. Wakatenganisha siasa na utumishi wa umma, na wamefanikiwa sana. Ni vizuri Mwenyekiti, mambo haya tukaweza kuyaiga. Mheshimiwa Mwenyekiti, yapo mambo hapa lazima tuambizane. Hili bunge lina kazi 3 muhimu. 1, kuishauri serikali. 2, kuisimamia serikali baada ya kupokea ushauri, ikiwezekana kuiwajibisha serikali. Ni bunge hili Mheshimiwa Mwenyekiti ambapo tuna wajibu kuangalia hata kauli za viongozi. Hapa tusiumeume maneno, tusitafune maneno. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma ibara ya katiba yetu, ibara ya 13 inapiga marufuku kabisa hata kwamba hakuna chombo Tanzania kinaweza kutunga sheria ya kibaguzi kwa namna mbalimbali, iwe ni moja kwa moja au kwa madhara yake au kwa namna itakavyopokelewa. Inapiga marufuku jambo hilo. Kwa hiyo ni muhimu viongozi wetu kwa namna mbalimbali wapime maneno. Inawezekana kweli mtu ana nia njema, lakini amesema nini, wamepokea kina nani, wanauelewa gani, nani anawapa hiyo elimu, wanachanganya watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano huu ambao tarehe 26 mwezi wa 4 walikuwa wazee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Karume walikubaliana, wakaachia ngazi, tukaitwa Watanzania. Hapa tulipo wengi hapa ni Watanzania. Hii habari ya Utanganyika hata bendera imeanza kuiona juzi. Tungetamani kama tulivyoanza tuheshimu. Watu wamekuja sasa wanazungumza maneno kama kwamba wamelewa madaraka au wameshiba, wamekuwa wamevimbiwa. Mwenyekiti, hili jambo halikubaliki. Tusigawe Watanzania. Kama kuna jambo lipo tupimbe, linasema wapi, nani anasema, na mapokeo yake na majibu yao sahihi. Tusikimbie kimbie. Mheshimiwa Mwenyekiti, huo ni ushauri wangu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nakutaka nikwambie, zipo kauli hata hapa bara. Sasa hivi ukisoma sheria ya rushwa inazuia, sheria ya rushwa sura namba 329 ile inazungumza kwamba rushwa ni adui wa haki, na kwenye vitabu vya Mwalimu Nyerere amesema rushwa ni adui wa haki, sitatoa wala sitapokea rushwa. Lakini anaendelea kusema kwamba kiongozi akikwambia kwamba anakataa rushwa, umuone kwa macho na uridhiki, awaambie hivyo marafiki zake, ndugu zake, na ambao nawaongoza na waamini hivyo. Sasa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara, amezunguka sana. Kila anapoenda malalamiko ya Tanzania hapa sio kutenga fedha. Mwenyekiti, sio kulipa kodi. Wakishalipa kodi inatumikaje? Hapo ni hoja. Watanzania wanalalamika kwa nini fedha inapotea nyingi kwa mikono ya watu watumishi wa umma. Waziri Mkuu akienda kwenye ziara anasema wabadhirifu wakamatwe, washughulikiwe. Huyu Mheshimiwa Mwigulu. Lakini waziri wake anasema wale ambao wanapinga rushwa ni kwa sababu hawajamba asali na kwa sababu pia hawapo jikoni. Waziri Mkuu alikuwa waziri wa fedha. Ni jiko lipi linazungumzwa hapo Mheshimiwa Mwenyekiti? Yaani kwenye sheria
ya watumishi inazuia kabisa waziri kuzungumza vitu ambavyo vina contradict na gender responsibility ya pamoja. Sasa haya mambo, tuna DG wa PCB, tuna makamanda wa mikoa wa TAKUKURU, tuna makamanda wa wilaya wa TAKUKURU. Kwenye mashule tumefundisha virebu mbalimbali vya wanafunzi kupinga rushwa. Inapotoka kauli ya kusema kwamba tunapinga rushwa, hatujalamba asali. Mwenyekiti ndiye maelezo kwamba hii kauli inatokaje hapa. Kwa hiyo tuache kupinga rushwa, watu wala hela zetu watuibie au tufanyeje? Leo tukasema kauli hizi ni pande zote mbili, lazima tupime. Haiwezekani mwenyekiti, kiongozi wa umma au siku za mafunzo, kuna kauli ambazo kiongozi unapaswa kusema. Katibu mkuu wa habari alikuwa na kikao na watumishi hapo, sio tunza kumbukumbu, anawaambia mkivujisha siri mtaokotwa. Katibu mkuu wa serikali, huyu ni mtumishi wa umma mzoefu, anasema haya maneno publicly. Kwa hiyo sisi wenyewe viongozi tunawachanganya wananchi, tunawachanganya vijana, tunawachanganya wanafunzi, hatujui tufanye kitu gani. Mwenyekiti, ushauri wangu, nchi hii ni ya kwetu sote. Wewe leo ni mwenyekiti hapo, si kwa sababu una nguvu kubwa, upo kutuwakilisha sisi. Tuna spika, tuna naibu spika, tuna mheshimiwa rais, tuna makamu wa rais, tuna waziri mkuu, tuna mawaziri, tuna manaibu waziri, na sisi wabunge wote viongozi humu. Hakuna mkubwa au mdogo, ni nafasi tu. Kwa lazima viongozi wa kwetu tuchunge ndimi zetu, tusiwachanganye watu. Na mimi nashauri mwenyekiti, mtu akitoa kauli za ajabu ajabu, hata kwenye mambo muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwenye nafasi. Akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu, haraka wachukua hatua. Sasa kuna nini? Kama mtu anataka kwenye bunge hili anatuambia kuna Yuda kwenye serikali, alafu hayupo hapa, tuonyeshe yule nani. Mimi napendekeza mwenyekiti, huyo tunaambiwa leo kumtukana mheshimiwa Mwinyi kule Zanzibar, alafu anakuja hapa akapata nafasi ya ubunge kwenye bunge hili. Alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu, ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatukujipanga, hatujakaa sawa. Ameibuka kwamba kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda nani. Tunaheshimu mheshimiwa rais, amiri jeshi mkuu na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais, tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono, mkono tufanye kazi. Simai humu ndani hatoke. Alipo mtu mwingine ambaye anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu hovyo wote wajibu mwenyekiti. Mheshimiwa Mkwame, hebu tulia kwanza, naomba ukae chini. Mheshimiwa wabunge, tukumbushane, tunajadili bajeti ya serikali. Sasa tujaribu kujiadresi kwenye bajeti ya serikali. Mheshimiwa Mkwame, endelea. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli lakini kuna mambo yanakera sana, na hawa watatufanya tuwe na pressure. Unajua, wakati tunaenda shule tunajifunza namna kuongoza watu, namna ya kujenga hoja, kuwa wazalendo, kuwajibika kwa Tanzania na kuwa kwa niaba ya watu wengine wachache sio na sauti. Sasa napokuja mtu anatoka kauli mwenyekiti, hata wao ulione kwamba sio sawa sawa, tunagawanywa pasipo sababu. Kama kuna watu wametumwa, nataka niwaambie za kuambiwa changanya na za kwao. Kuna mzee Kikwete ishasema kama kuna watu wamekula wamevimbiwa, watujaribia nchi, twende na utaratibu wa maana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, tunamsaidia kushauri fedha kusanywe, Watanzania walipe kodi, tupate maendeleo. Kama kuna mtu mpango wake kando, mwambie sumu haionjwi. Sumu haionjwi mwenyekiti, kumpasuko sumu haionjwi, aache na akome kabisa. Mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano wa mazingira, nimeenda Zanzibar, nimekaa pale, nimepokelewa, wala hakuna shida, na hakuna mtu anahujua umetokea wapi. Twende ambavyo tumeridhishwa na wazazi wetu. Naomba waheshimiwa bunge, mambo haya Watanzania wanatuangalia, vijana wetu wanasikiliza, wanafuatilia Hansard. Tusitukanwe kwa mambo ambayo tunaweza kuyakataa. Akija mmoja wetu anataka kutoboa mtumbwi ili tuzame wote, nyanyua huyo au hao, tumbukiza wao, tubaki salama na Mama Samia na Nchimbi na Mwiguru na wabunge na Zungu na Tanzania baki salama, tufanye kazi ya maendeleo. Asante sana. Mimi ushauri wangu ni huo. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Muda wako umesha. Asante sana. Mheshimiwa, nilimuita Mheshimiwa
Suleiman Mohamed Rashid. Mheshimiwa Lutengano George Mwariba atafuatia. Mheshimiwa